Uhalifu wa mtandaoni pamoja na usambazwaji wa picha za udhalilishaji imekuwa ni miongoni mwa mambo ambayo yalitawala katika mjadala wa bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Bajeti yenyewe imepitishwa ambapo wizara imeomba zaidi ya bilioni 220 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi maendeleo, hali kadhalika pia na utendaji mwingine wa kiwizara hiyo. Kulikoni mambo wakati ambako teknolojia inazidi kukua, ndiko kuna masuala zaidi ya kiuhalifu na yenyewe yanaendelea kuchukua mkondo wake. Hiyo ndio mada yetu kwa siku hii ya leo katika Uchanganuzi. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin, na kualika naitwa Nurdin Selemani. Kujadili hii tumemwalika Dr. Moses Ismail ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya tehama. Karibu sana Dr. Nashukuru sana. Habari za jioni? Salama kabisa. Hebu tuanzie hapa, mkiwa wataalamu na mnasikia kwamba kunaendelea kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu mtandaoni na hata kudhalilishaji ambao unafanywa kwa kusambaza picha za watu mbalimbali. Hii inakuwa inatoa ishara gani kama kwenu nyie wataalamu na eneo zima la ukuaji wa teknolojia? Nashukuru. Kuna mambo mawili ambayo tunaweza tukayatazama kwenye eneo hilo. La kwanza ni kwamba inawezekana isiwe popular sana, lakini ni dalili kwamba tunapiga hatua, kwa sababu teknolojia inavyokuwa kunakuwa na changamoto zake. Tunakuwa na jamii ambayo ina watu wa aina mbalimbali, watu hawa wana tabia mbalimbali, kila mmoja amelelewa kwenye mazingira tofauti. Kwa hiyo ukienda kwenye mtandao inakuwa ni uwanja tu wa kuonesha kile ambacho wewe binafsi kiko ndani yako, na kwa sababu hiyo kuna zile fikra mbalimbali za watu, tabia mbalimbali za watu zinakuja sasa kuonekana hadharani. Kwa hiyo kuna hiyo element ya tabia na element ya makuzi kwenye jamii yetu. Lakini cha pili ambacho kinaendana sambamba na hilo ni kwamba kuna wale watu ambao kwa makusudi kabisa sasa wanajaribu kuitumia teknolojia kwa njia ambazo ni za kudanganya, aidha kwa kujipatia mali kwa udanganyifu au kutumia teknolojia hiyo kwa ajili ya kupata faida isiyo halali kwa kutumia vibaya mtandao dhidi ya wale ambao hawaelewi vizuri matumizi ya mtandao huo. Kwa hiyo tuna hizo tabia zote mbili. Kuna wale ambao kwa bahati mbaya, kwa sababu ya makuzi, wanaona mtandao ni uwanja ambao sasa wanaweza wakaenda wakaonekana na watu wengine. Kwa hiyo wanarusha picha za uchi, wanarusha maudhui ambayo sio mazuri mitandaoni, wanaweza wakatukana, lakini kuna wale ambao wanaweza wakaitumia vizuri, lakini ule uzuri wakaenda zaidi kwa sababu wao ni wajuzi wa teknolojia, sasa wakaitumia kwa ajili ya kudhulumu watu wengine kwenye maeneo hayo sasa ya cyber security. Tunaona wanavyoweza kufanya uhalifu mitandaoni na mambo mengine. Kwa hiyo kuna hizo engo mbili, lakini zote zinaonyesha kwamba kuna maendeleo yanakuwa kwenye utumiaji wa mitandao, lakini pia maendeleo yanayotokana na ujuzi wa teknolojia unaofanya sasa wale ambao wana dhamira mbaya waweze kuitumia mitandao vibaya. Dokta, umesema ni ishara ya kwamba kumekuwa na ukuaji wa teknolojia, ndio maana haya yote tunayashuhudia. Hatuwezi tukasema kwamba ukuaji huu na kwenda na ukosefu wa elimu, ndio maana watu wanajielekeza kwenye vitu ambavyo havina tija sana kwenye jamii? Tunaweza tukasema ni eneo mojawapo. Haiwezi kuwa ukosefu wa elimu peke yake kama nilivyosema awali, lakini ukosefu wa elimu ni eneo mojawapo, kwa sababu kuna maeneo kadhaa ambayo tunaweza tukayagusia. Kuna wale ambao wanatumia mitandao bila kujua ule utumiaji sahihi wa mitandao. Kwa hiyo hao tunaweza tukasema wanaweza wakaangukia kwenye eneo la kufanya uhalifu au la kutumia mitandao vibaya kwa sababu tu hawajui. Lakini kuna wale ambao wanajua
kujua namna ya kutumia mitandao vizuri, lakini wakafanya makusudi kufanya mambo mbalimbali ambayo yanaonekana kwenye jamii yetu sio mambo mazuri, aidha kwa sababu wanataka kujipatia kitu cha ziada kama kipato kwa njia ambazo sio halali, kama ambavyo wangekuwa wanafanya nje ya mtandao, lakini sasa hivi mtandao ukawa ni carrier ya kuweza wao kuwafikia aidha wateja wao kirahisi au kuwafikia wale ambao wanahitaji maudhui hayo kirahisi, lakini sasa kwa njia ambazo zinavunja sheria. Kwa hiyo kuna njia zote mbili au aina zote mbili tunaweza tukasema zinachangia. Kuna wale ambao kwa kweli kwa kutokujua ambao wanaweza wakawa wengi, lakini kuna wale ambao wanafanya makusudi kwa kujua, lakini sasa wafanyeje? Ndio media ambayo sasa wameiona inaweza kuwafikia wale ambao wanahitaji maudhui hayo kirahisi. Sasa wakawa wanatumia, na wengine wanatumia kwa kujificha, kwa kutumia njia nyingine ambazo zitawafanya aidha wasionekane sana na vyombo vinavyosimamia sheria, lakini ni watu ambao wana ujuzi, wana utaalamu, kwa sababu ili kukwepa vyombo vinavyosimamia sheria lazima uwe na utaalamu fulani. Ndio wale ambao tunaweza kuwaweka kwenye kundi la pili, kwamba wana ujuzi fulani wa kutumia teknolojia, lakini intentionally wanafanya uhalifu ili waweze kukidhi matakwa yao kupitia uhalifu huo. Kwa hiyo kuna awareness ambayo ni jambo ambalo kihalisia lipo, lakini pia kuna mambo mengine au dhana nyingine ambazo zinazunguka jambo hilo ambazo pia zinahitaji kufanyiwa kazi. Kwenye hili nani anapaswa kubeba lawama? Watumiaji, kwa maana kwamba wananchi, ama mamlaka ambazo zimepewa dhamana ya kusimamia? Ni swali ambalo linaweza likawa gumu kidogo, kwa sababu dhamana inaweza ikabebwa kwa njia nyingi. Kuna dhamana ambayo kweli kama sasa hivi tuna tume ya kudhibiti hayo mambo, tuna tume yetu ya kudhibiti mawasiliano, lakini tuna sheria sasa ambayo ni kamili kabisa inayohusiana na mambo hayo. Sasa ukizungumzia kwa upande wa sheria, unaweza ukasema kuna wadhibiti ambao wamekasimiwa mamlaka ya kuhakikisha jambo hilo linazuiwa, lakini sasa wale ambao wanadhibiti hatuwezi kuwapata kila mahali. Kwa hiyo inahitaji uwajibikaji wa pande zote mbili. Kwa jamii ambao sasa jamii yetu unaweza ukasema ni lile jambo sasa la kijamii, la kimaadili, la culture ambalo lipo. Kwa hiyo kwa upande huo unaweza ukalaumu jamii, lakini kwa upande mwingine unaweza sidhani kama naweza nikasema ukalaumu, lakini unaweza ukaangalau kuweka sehemu fulani ya lawama kwa wale ambao wanadhibiti, aidha kwa kushindwa kuhakikisha kwamba wana mikono mipana ya kuzuia jambo hilo, lakini pia kwa kushindwa kutumia aidha teknolojia na wao, kwa sababu sasa hivi dunia imeenda mbali zaidi, kuhakikisha kwamba angalau wanaweza wakadhibiti yale maeneo ambayo yanaweza yakadhibitiwa, angalau tukapunguza vitendo kama hivyo. Lakini kwa ujumla tunaweza tukasema lawama zinaweza zikatupwa kwa pande zote mbili, kwa jamii sisi wanajamii, familia, nyumbani, wazazi, watoto wenyewe, mashuleni wanapofundishwa, lakini pia kwenye vyombo vya udhibiti makosa kama haya. Kwa hiyo ni swala la jamii kwa ujumla. Bajeti inatuonyesha kwamba kumekuwa na ongezeko la 19.5% la watumiaji wa internet hapa nchini. Takwimu hizi zina tafsiri gani na zinatuonyesha picha ipi hasa katika kusukuma gurudumu la maendeleo la taifa mbele? Ni takwimu muhimu sana na za kupongezwa, kwa sababu unapozungumzia uchumi wa kidijitali kwenye digital economy, mojawapo ya nyenzo kuu ya kubeba uchumi wa kidijitali ni tunasema ni infrastructure, ni miundombinu, hasa miundombinu hiyo ya kimtandao. Ukiangalia miaka kama 5 au 10 iliyopita, ile penetration yetu ya mtandao kwa nchi kwa ujumla ilikuwa ni chini ya 30%, na ukiangalia kwenye nchi ambayo ni kubwa kama Tanzania, unapozungumzia penetration, hilo neno la kitaalamu, lakini linamaanisha kwamba kati ya watu 100 ambao wanatakiwa wapate mtandao na wanaweza wakafikiwa kupata huo mtandao ni 30% tu wanapata mtandao. Lakini sasa hivi kutoka miaka 5 au 10 iliyopita tumepanda sasa hivi, na tunazungumzia penetration ya asilimia kama 70 mpaka 85.
Na kwenye upande wa connectivity tumeona hata juzi rais akizindua minara ile ya UPSAF ambayo imepeleka sana mawasiliano vijijini, na ni jambo la kupongezwa kwa sababu Tanzania ni moja ya nchi chache sana ambazo zimepiga hatua kwenye eneo hilo. Lakini eneo la pili ambalo linazuia angalau kufikia kile kiwango cha juu kabisa ni zile devices, ni vile vifaa vya mitandao, vya kutumia mitandao. Ukiangalia kwa Tanzania zile feature phones, zile simu ambazo hazina mitandao au sio smartphone, sio simu janja, ni nyingi sana kwenye soko letu ukilinganisha na simu janja, na hizo zinazuia wale watu ambao wangeweza kutumia mitandao kuweza kutumia mitandao. Lakini ongezeko hilo la 19% lina maana gani? Lina maana kwamba vijana wengi, pamoja na changamoto hizo, jamii kwa ujumla, pamoja na vijana ambao wengi ndio wanaotumia mitandao, sasa wanaweza wakaingia kwenye mitandao. Kijana anaweza akafungua duka lake na akatangaza biashara zake mtandaoni, anaweza akaingia kwenye majukwaa ya kuuza ujuzi mitandaoni, akauza huo ujuzi kama akipewa hiyo elimu ya kuuza ujuzi mitandaoni. Vijana wanaweza wakapata kujisomea mitandaoni. Sasa hivi wanafungua account mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii, kwenye YouTube, kwenye TikTok, kwenye X na mitandao mingine, kwenye Instagram sana sana hapa kwetu. Na ukiangalia wengi wanauza ule ujuzi wao mitandaoni, wengi wanatangaza biashara zao mitandaoni. Sasa haya ni maeneo ambayo yanaweza yakasaidia ule utangazaji wa bidhaa, utangazaji wa biashara zetu ukavuka mipaka ya kijiografia ya nchi yetu ikaenda hata nje ya nchi. Na hizo ndio faida ambazo tunazipata kama taifa tunapokuwa na miundombinu ambayo ni mizuri ya kimtandao ya kuweza kuunganisha jamii na kuunganisha jamii moja na nyingine, nchi moja na nyingine, na kuweza kuhakikisha kwamba jamii yetu pia inaunganishwa na inaweza kuwasiliana na jamii nyingine na wakafanya biashara bila kuzuiwa na mipaka ya kijiografia. Tunaelezwa kwamba kwa sasa zaidi ya laini za simu milioni 111 zimesajiliwa hapa nchini. Kwa nyie wataalamu wa TEHAMA, ongezeko hili la kusajili ambako inatajwa kwamba limeongezeka kwa asilimia 23.8 lina tija yoyote ile katika uchumi wa nchi? Ya, lina tija kubwa sana. Kwanza nizungumzie hiyo ongezeko la kabla ya kuzungumzia hilo ongezeko, tuzungumzie tu hiyo subscription, hao watu ambao wamesajiliwa. Tunazungumzia watu milioni 100 line ambazo zimesajiliwa. Ujumbe tunaopata hapo ni kwamba tuna watumiaji ambao wanatumia line zaidi ya moja, kwa sababu ukizungumzia Tanzania tuna watu milioni 60, na labda ukizungumza pamoja na wageni wanaokuja na watu wengine, labda tunaweza tukafikia kwa wakati wote ule labda zaidi kidogo ya watu milioni 60. Kwa hiyo ukiwa na namba za simu au line za simu ambazo zimesajiliwa zaidi ya milioni 100, ina maana on average una mtu mmoja anaweza akawa anatumia zaidi ya line 2 au 3. Kwa hiyo inaweza ikatupa mambo mawili, kwamba tuna watu wanaotumia line zaidi ya moja kuweza kuwasiliana na watu hao. Inamaanisha kwamba sio watu wote sasa Tanzania wanaweza wakawa wanatumia mtandao au wanaweza wakawa wanatumia line za simu, lakini kwenye nchi kama Tanzania ambayo ina watu milioni 60 tunategemea angalau watu kama milioni 30 au 35, ukizingatia kwamba watoto ndio asilimia kubwa ya taifa na hawaruhusiwi kutumia mitandao kisheria. Unaweza ukasema nguvu kazi kubwa inatumia mitandao. Sasa hiyo ina maana gani? Ina maana ile ndio elezea awali kwamba kwa ile tu kuwa mitandaoni tunaweza kukutana na fursa, tunaweza kuwasiliana, tunaweza kuagiza bidhaa, tunaweza kutuma bidhaa, tunaweza kueneza ujumbe mbalimbali kwa njia mbalimbali, ambao ujumbe hizo zinaweza zikawa za maendeleo. Tunaweza kuingia kwenye majukwaa ya kuuza ujuzi kama vijana, tunaweza tukaingia majukwaa ya kuelimika, ya kuelimishwa, lakini mawasiliano kwa ujumla yanachangia kwenye uzalishaji wa bidhaa, content mitandaoni, lakini yanachangia pia kwenye namna ya kuuza zile bidhaa mitandaoni kwa asilimia kubwa. Na tunajua hii digital economy sasa hivi inachangia zaidi ya asilimia 75 mpaka 80 ya uchumi wa kidunia sasa hivi. Kwa hiyo kuongezeka tu kwa watumiaji wa mitandao kunaonyesha kwamba tuna potential users na generators wa bidhaa ambazo zinaweza zikatumika kwenye ile eneo na zikaongeza uchumi wa nchi, lakini zikaboresha uchumi wa watu binafsi.
Eneo jingine ambalo linaonekana bado tunaendelea kufanya vyema ni watu ambao sasa wanatumia fedha mtandao, wale ambao kutoka kampuni A ya mawasiliano kutuma kampuni A ama kutoka kampuni A kwenda kampuni B na mambo ya namna. Lakini katikati ya hilo bado tunaona kuna wale ambao ni wajanja wanaoingilia hapo, utasikia tuma kwa namba hii na vitu kama hivyo. Tunawezaje kudhibiti hapa ambako tupo ili watu waendelee kuwa salama katika matumizi haya ya mitandao na iongeze tija ama kuchechemua zaidi uchumi wetu? Yeah, hilo ni swali zuri na mimi nasoma zile ripoti za robo mwaka za Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, na moja ya takwimu ambazo nazifuatilia kwa karibu, najaribu kufuatilia hii takwimu ya wale ambao wanajaribu kutumia mitandao kufanya uhalifu kama hawa watuma namba hii. Hata mara nyingi tunapata message za polisi zinazoonya namna gani ya kudhibiti mambo kama hayo, namna gani ya mtu kuepuka kutapeli. Kwa hiyo kumekuwa kuna juhudi mbalimbali za kudhibiti, lakini namna ya kudhibiti kwanza ni kitu cha kwanza kabisa ni kuelimisha jamii, kwa sababu kama nilivyosema, uhalifu mitandaoni ni ishara kwamba kuna maendeleo, na ukiangalia sio Tanzania tu, nchi nyingi kunafanyika uhalifu mkubwa kuliko hata huu kwetu, ambao mtu anaweza akaona dalili na ishara na akaweza kujiepusha. Kuna wengine wanafanya uhalifu mpaka wa kuingia benki, kuweza kudivert transactions za watu ambao zina miamala ambayo inafanywa benki kwenda sehemu nyingine. Kuna watu wanaiba mali mbalimbali kwenye maeneo mengine kwa kujaribu kuwadanganya watu, na watu hao wanaingia mkenge kwa lugha ya mtaani, na wanaweza wakatapeliwa na wakaingia kwenye hayo matatizo. Kwa hiyo kwenye wizi huu wa kutumia message na kujaribu kuwabadilisha watu ambao walikuwa wanafanya labda transaction waweze kufanya transaction sehemu nyingine, umeweza kupata ule uelimishaji kutoka kwenye vyombo vya usalama kama polisi wanatuma message, mimi napokea message kila wakati, lakini TCRA, lakini sisi kama Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambako mimi natokea, tunakuwa tunaendesha mihadhara ya vijana, tunasema hackathons, ambao wana haki njia mbalimbali za namna ambao ni ethical hacking, za namna ya kuweza kudhibiti matukio kama haya, na solution zake pia tunashirikiana na watu kama TCRA na UCSAF kwa ajili ya kuzipeleka sokoni. Na hizi nikiri kabisa kwamba vijana wetu wameweza kutafuta njia badala ya kuweza kuelimisha jamii, lakini ya kuweza pia kutafuta teknolojia za namna ya kusaidia jamii kuepuka kwenye changamoto kama hizi. Lakini kama nilivyosema awali, hizi ni dalili kwamba tunasonga mbele na tuendelee kutafuta namna ya kudhibiti mambo haya ya kihalifu yanayotokea, wakati tunajaribu pia kuangalia namna bora ambayo tunaweza tukanufaika na mitandao. Dokta, wakati wabunge wakichangia walikuwa mbogo kidogo kuhusiana na swala la vifurushi vya simu ambalo mara nyingi wakati wa bajeti limekuwa likijitokeza, na wakati fulani serikali ikasema itafanyia kazi, lakini bado malalamiko yameendelea kuwepo. Wewe kama mtaalamu, nini unaweza ukashauri ili jambo lifikie tamati na hatimaye watu waendelee kufurahia huduma kama hiyo? Hilo ni swali zuri sana, kwa sababu mimi nafanya tafiti pia za kitu gani kinazuia wananchi wasiweze kutumia mitandao. Kama nilivyosema, tuna penetration kubwa sana ya mtandao wa simu kwa Tanzania sasa hivi, almost 75% mpaka 85%, lakini ukiangalia hasa vijijini, wale watumiaji wa mitandao unaweza ukakuta sio wengi sana. Miaka kama 4 au 5 iliyopita nilifanya tafiti ya watumiaji wa mitandao, nikagundua kwamba tuna 30% ya watu ambao walitakiwa watumie mitandao wanaotumia mitandao, na ukiangalia hiyo 30% ni kama tu jamii ya watu walioko mijini. Tuna 70% ya takwimu za nchi yetu zinazoonyesha kwamba watu wako vijijini. Sasa unapokuwa na watumiaji 30% wa mitandao na 70% wakawa nje, licha ya kwamba una ufikiaji mkubwa wa watu kijiografia kwenye
kwenye mtandao, nafikiri ni kitu chenye changamoto. Sasa moja ya vitu ambavyo nilivigundua ambavyo vinasababisha watu wasitumie mitandao ilikuwa ni tariff, ilikuwa ni zile gharama kubwa za vifurushi na gharama kubwa za huduma za mitandao. Na ukiangalia kwa Tanzania, to be fair, Tanzania ni moja ya nchi ambazo vifurushi vyake ukichukua ile absolute value tunavyosema ni vya gharama ya chini. Lakini sasa kwenye nchi ambayo inakuwa kiuchumi kama Tanzania, huwezi ukawa na mlinganyo sawa wa matumizi ya teknolojia na mitandao kama na nchi nyingine kama Uingereza, nchi zilizoendelea, au nchi nyingine zilizoendelea kama South Africa na nchi nyingine za Afrika. Kwa hiyo kuna ule mlinganyo ambao tunatakiwa tujilinganishe sisi na nchi ambazo zinafanana na za kwetu. Na ukiangalia kwenye nchi ambazo zinafanana na za kwetu, nchi kama za Afrika Mashariki na Kati ambazo nyingi tunalingana na nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ambazo nyingi tunalingana, kwa kweli kumekuwa kuna kilio kikubwa, na hichi kilio cha bei kubwa ya vifurushi kinasababishwa na ile tunasema disposable income ya wananchi wetu bado iko chini. Kwa hiyo suluhisho kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuza uchumi wa watu wetu. Hatuwezi tukasema tu ni kupunguza vifurushi. Inawezekana vifurushi vikapungua, lakini changamoto pia ya kiuchumi inapokuwepo ikasababisha pia watu wasiweze kuafford, kwanza kuafford vile vifaa, lakini pia kuafford vile vifurushi wanavyotumia kwenye vifaa walivyonavyo kwa ajili ya kuaccess bidhaa mbalimbali pamoja na kuaccess content mbalimbali mitandaoni, na wao kuwa sehemu ya uchumi wa kidijitali. Kwa hiyo serikali inatakiwa jitahidi sana kwenye kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja. Wale ambao wanashiriki kwenye kilimo, tujenge mazingira mazuri ya kilimo kukua. Wanaoshiriki hasa vijana wetu wanaokuwa sasa hivi ambao wengi ajira hawana. Hapa nilipo nazungumza kutoka kwenye garage ya vijana wetu ambao tuna wanacha hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na utasikia mwangu kidogo na wao wako nyuma wananisikia. Ni moja ya juhudi ambazo tunazifanya kwenye kuunga mkono serikali kwenye kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakuwa wanajiajiri wenyewe. Kwa hiyo juhudi kama hizi zikiweza kuwa diversified, zikaenda chini mpaka wilayani, zikaenda kwenye vijiji, zikaenda kwenye manispaa, zikaenda kwenye miji, na sasa hivi tuna mikopo mbalimbali ambayo inatolewa na sekta binafsi lakini pamoja na serikali. Tumesikia mikopo ya bilioni 200 ambayo kwa kweli ni hatua ya kwanza, lakini ni mikopo midogo sana. Kwa kweli ni kitu ambacho tunahitaji kuendelea kukipigania. Uchumi ukikua, obviously ule uwezo wa wananchi kupurchase bidhaa kuwa sehemu ya watumiaji wa mitandao utakuwa mkubwa, na watakuwa na uwezo wa afford vifurushi zaidi kuliko walionao sasa. Kwa hiyo lengo kubwa ni kupigania uchumi ukue, na uchumi kukua na ukikua tuna uwezo wa kuwa na uwezo mkubwa wa kutumia mitandao. Kwa neno fupi sana, Dr. Moses, eneo gani kwenye bajeti ya leo imekufurahisha ukiwa kama mdau wa TEHAMA? Nipende kwanza kukiri kwamba nimefuatilia bajeti kwa vipindi vifupi, lakini kwenye upande wa TEHAMA kwa ujumla ni hasa kwenye eneo la uchumi wa kidijitali, na hili sizungumzii bajeti ya TEHAMA peke yake, kwa sababu eneo la kuhakikisha kwamba miundombinu inafikia vijijini, lakini sasa hivi unazungumzia eneo la kuanzishwa kwa chuo cha TEHAMA ambacho hichi chuo mwenyewe labda nikiri kwamba nina interest pia pale ndani, kwa sababu nimeshiriki kwenye hatua mbalimbali za kuanzisha hiki chuo cha TEHAMA ambacho kinajengwa Dodoma, pamoja na kuanzisha hizi zonal soft centers ambazo ni za kuwaibua vijana wetu waweze kushiriki kwenye uchumi, lakini pia kusupport mambo ya miundombinu. Lakini ningependa kusikia zaidi kwenye kuhakikisha kwamba hii support inaenda kwenye vyuo, inaenda kwenye vyuo vya chini, inaenda kwenye maeneo mengi vijijini, inaenda kwenye maeneo mengi kwenye halmashauri, na uweze kuwezesha vijana wengi zaidi kwenye kushiriki kwenye uchumi wa kidijitali. Kwa hiyo kwenye eneo la miundombinu napenda kupongeza kwenye eneo la kuanzishwa hivi vyuo vya TEHAMA, ambavyo TEHAMA ni eneo kama nilivyosema lina contribute 85% ya uchumi. Hili ni eneo muhimu kabisa, lakini kwenye kutoa mikopo kwa vijana, ningependa hii mikopo iongezwe, isiwe tu hii mikopo ambayo tunatenga bilioni 200, ni hatua ya kuanzia, lakini tufikie angalau
trilioni moja na nusu tutoe mikopo kwa vijana na tuwe na uwezo wa kufuatilia ile mikopo inaenda kufanya kazi gani. Nimeona baadhi ya matokeo yameanza kutoka ya waliopata mikopo, SMEs, watu wanaofanya biashara za chini kabisa. Nashukuru, ni jambo jema. Kuna startups ambazo ni biashara changa zimeanza kupata mikopo, lakini tukiongeza wigo, tukitoa mikopo angalau trilioni 3 au 4 kwa mwaka, tutaona impact kubwa zaidi, na ile mikopo ifuatiliwe na tuone contribution yake kwenye uchumi wa taifa. Dr. Moses Ismail, nikushukuru sana. Nashukuru sana kwa kuwa pamoja nanyi, tuko pamoja. Naam, ni mtaalamu wa masuala ya tehama ambayo tulikuwa naye hii leo tukipiga darubini bajeti ya Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ambayo imepitishwa na Bunge hii leo ikiomba bilioni 222. Nukta hiyo inafikisha tamati ya uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Naitwa Nurdin Selemani. Nikutakie kila la kheri, panapo majaliwa tukutana tena juma lijao, na nikutakie tu kila la kheri kuelekea siku ya wafanyakazi Mei Mosi hiyo kesho. Kwaheri.